Nataka changu. Unajua sitakuona eh? Hii dunia ni ndogo sana. Nimekupata. Nataka pesa yangu. Nataka pesa. Mambo nielewe. Sasa hivi sina pesa. Ila nitakuletea muda si mrefu. Mbona kama sikuelewi? Hivi unanielewa ninachomaanisha? Nataka pesa. Sasa kuniambia kama una pesa. Unanifanya mimi mtoto mdogo. Mimi sina akili. Mimi nina akili sana. Alafu mimi mtoto wa mjini. Mimi sio mtoto wa bush, umesikia eh? Kwa hiyo siku ile ukaniweka pale, ukajua mimi sina akili. Siku 2 3 hatimaye nimekupata. Nataka pesa yangu. Unaongea sana. Jaribu kunielewa. Kaka, unajua mimi mtoto wa mjini kaka. Nitakuchinjia. Nataka pesa yangu. Pesa yangu. Nataka pesa yangu bwana. Unachukulia poa brother. Nataka pesa yangu. Kaka usinichanganye, mimi ni mtu mbaya mimi kaka. Nitakuonyesha kitu kibaya kaka. Mimi ni mtu mbaya mimi unaweza kunifanya. Jamani. Sasa nitakuonyesha kitu kibaya wewe vipi wewe? Unachukulia poa eh? Waungwana tuko hivyo, mnapiganaje hadharani kama hivi? Huyu ananitibua huyu kanitibua. Kwani shida nini mpaka mnafika mnagombana hadharani kama hivi? Huyu kanitibua huyu. Nataka kujua shida kutibua sasa ni nini? Kaka iko hivi sikia. Huyu hapa kaniweka guest leo siku ya 3. Ajua sitampata. Kaondoka kanidanganya anarudi kaondoka kaenda jumla. Wewe. Unajua mimi sitakupata eh? Dunia ni ndogo brother, nataka pesa yangu. Sikiliza. Kwani unamdai kiasi gani cha pesa? Shilingi 10,000. Kanitumia afu kanidanganya anarudi. Afu kaondoka kaenda jumla. Kwa zogo yote ina kupigana hadharani unamdai shilingi 10,000. Shilingi 10,000 namdai. Basi hamna shida 10,000 dada nakulipa. Basi nipatie. Dada nakulipia 10,000. Tashukuru dirishaji bwana. Unapigwaje hadharani kama hivi? Hii hapa 10,000. Nipe pesa yangu. Yaani huyu dada sio muelewa huyu dada. Sio muelewa. Kuwa na amani. Nashukuru kaka. Alafu siku nyingine watoto wa mjini usipende kucheza nao blaza. Utakuja umia wewe, utanifanya nini wewe? Baba, mwache achana naye. Lakini dada na wewe. Shida. Kazi zipo nyingi sana za kufanya. Kwa nini unaendekeza hiyo tabia ambayo imevuma sana hapa mtaani? Kaka sikia, umeshanisaidia inatosha. Hayo mambo mengine niachie. Wazazi wangu wenyewe wamenishindwa, utaniweza. Kaka vipi? Usinichanganyie bwana. Sikiliza kidogo. Dada fulani kazuri lakini tabia za kimalaya. Mjomba. Naam mjomba. Mimi nimekuita hapa. Nadhani kama jinsi unavyoona humu ndani hamna chochote. Ninachoomba basi, hebu jitahidi mjomba, angalau uniachie hata shilingi 2,000 tu. Na umezoea unaondoka kuanzia asubuhi unakuja usiku. Sasa kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi hatujala, mpaka sasa hivi hii ni saa 8. Kwa hiyo ninachokuomba basi angalau uniachie hata shilingi 2,000 tu. Mjomba, hiyo iko wazi. Kama na pesa mjomba, siwezi nikashindwa kutoa shilingi 2,000 ili wewe ule. Ni hali ya kuwa tu kwamba sina. Ndio maana naondoka bila kuacha chochote. Si unanielewa mjomba? Kama ninayo lazima nitoe, kwa sababu najua hali ya nyumbani sio nzuri. Hakuna mboga, hakuna unga. Na ndio maana nataka niende nikahangaika nikapambane. Acha niende. Nikibahatisha mapema nikuwaishie mjomba upate kula. Lakini sio eti unaniambia sasa hivi nitoe shilingi 2,000 na sina hela. Naitoa wapi hiyo pesa sasa mjomba? Hebu ngoja niende nikahangaika mjomba wangu. Basi sawa, lakini kumbuka kitu kimoja. Usiache kuwahi, kwa sababu nakumbuka kabisa mpaka sasa hivi sijara na hii ni saa 8 mchana. Basi jitahidi angalau uniletea shilingi 2,000 niende nikale basi, na kuomba tu lakini. Mjomba naomba niondoke. Basi sawa mjomba, lakini kumbuka sasa kuwahi. Usijali. Kwa sababu niondoke. Sawa wewe ondoka, lakini sasa jitahidi sana ili kusudi angalau ulivyoniacha sio hali salama. Mjomba, yani kwa hiyo unasema kwamba hauna hela mfukoni hata shilingi 100 kwani, na wakati hapa shilingi 10,000 unaondosha hapa 10,000 hapa? Mjomba, hii pesa sio ya kwangu. Yaani pesa hii ikiondoka hata shilingi 100 mjomba, mimi hapa naweza nikarudi nipo uchi. Washanivua nguo na kunizalilisha. Sio, unanielewa mjomba? Hii pesa yani sio ya kwangu. Lakini sio kata na shilingi hata 2,000 tu angalau yule unaye kudai sijui unaifanyaje, angalau mimi niache ningeende nikale. Mjomba wewe uelewi kwamba hii pesa ni ya kina nani na wananidai kina nani? Hii pesa ni ya watu. Nikitoa hata shilingi 100 tu mjomba, yatanikuta mazito. Mjomba, hebu nakuomba unielewe. Wewe mjomba bana, endelea kukaa. Mimi nikipata nitakuletea. Kweli kabisa unanilea hivi kweli kabisa, unaenda kabisa bila kunipa hata shilingi 2,000 tu ya kula. Ama kweli dunia hii ni kubwa.
Dada, mambo? Poa. Aisee, dada wewe ni mzuri jamani. Asante. Umeumbika. Asante. Mama alizaa. Nikusaideni? Kwa majina naitwa Mtunza, sijui unaitwa nani? Juju Shaina. Juju Shaina. Aisee, dada wewe ni mzuri. Thank you. Kweli? Wewe ni mzuri sana aisee. Asante. Sema kuna kitu kimoja unakosa. Unakosa namba yangu. Sijui naweza nikapata namba yako? Patia namba yako basi dada. Kutoa namba shilingi 10,000. Sijakataa. Patia namba yako nitakutumia tu. Hakuna shida, lete pesa nikupatie namba. Hakuna shida yote. Kwa sasa hivi sina pesa, ila naamini ukinipa namba yako mimi nitakutumia. We kaka, nakupendeza kote huko una shilingi 10,000. Unataka namba yangu? Yaani shilingi 10,000 unakosa. Sasa unataka namba nini? Ukishanipatia tu namba, mimi nitakutumia hiyo. Hapo siku nyingine. Kama huna hela, namba huwezi kupata. Shilingi 10,000 imekukosa, mimi utaweza kunitunza? Kwa sababu najua hata hizo namba unaomba tu kwa ajili ya kunitaka ukaribu. Kaka, siku nyingine ukiniona nione kama kituo cha polisi, umesikia? Rangi ya mtume hii, rangi ya dimu. Toa namba, pesa kaka. Vizuri vinagharimiwa, umesikia eh? Da. Namuomba namba vizuri, ananiambia ati nimpe 10,000. Kweli? Namba tu nimpe 10,000. Sawa, sikumkatalia. Nikasemaje? Nipe namba, afu mimi 10,000 nitakutumia. Mzikawaka. Pigwa na kofi. Umenyonya miswaki zako hapo, ukaenda. Nakwambieje, hao mademu wengine wao wanatembea wanawazaga hela tu. Hao mademu wa vigogo. Mjomba, mimi najua hali yako. Utafilisika. Kaka, nimejionea. Umepewa na nini? Nimesahau. Hebu rudie neno, umepewa nini? Nimepigwa na kofi. Wewe si umeona pale? Subiri. Wewe ni rafiki yangu bwana. Akakupa ka nini? Ya mwisho. Wewe si umeona? Basi najua linauma. Kwanza ngoja nikuulize, wewe demu ni wa wapi? Unajua nini? Hebu subiri kwanza. Unajua unanichekesha. Kwamba unaanza kuniuliza sana mimi wa wapi? Nimekwambia hao ni wa vigogo, wenye hela. Sasa mimi nakujua blaza yako. Shauri yako blaza. Yaani namba demu ananipiga kofi. Mimi. Sema nini mwanangu? Mimi namba nitaipata. Kwa yule dada namba nitaipata. Nakuahidi hivyo. Nakuahidi namba nitaipata. Sasa namba utaipata, lakini sasa naona inabidi upate hela. Bila kuwa na hela upati namba. Wewe niamini hivyo kaka. Wewe unanuka macho sasa, shauri yako. Kaka, mimi kwa alichokifanya namba nitaipata. Ile umepigwa nini? Nenda bwana na wewe. Maridhia. Mtunza. Mkemea kunipiga kofi kisa namba. Hanijui kama mimi ni mtunza Sasa ngoja. Namba nitaipata. Unapata vitu vyako hapa. Mdogo. Unajua mimi matajiri vitamu bwana. Hatari sana bwana. Unajua sometimes tunabadilisha na nini? Ladha ya vyakula. Kila siku ugali, ubwabwa, sita nini, sio inakuwa sio poa. Kwa mara moja moja tunabadilisha vitu kama hivi. Hatari sana bwana. Bwana utajiri huu mguu kwako. Unakuta wewe. Mguu wangu bwana huo. Umenisaidia. Mguu wangu hatua za kutafuta wewe. Okay sana bwana, mimi ndugu yako nimekuja hapa na shida. Na mtu mkubwa kutatua shida yangu ni wewe. Naomba unisaidie ndugu yangu. Shida. Ila shida ya leo sasa ndugu yangu. Ni kubwa, ni ndogo lakini kubwa sana kwangu, upande wangu lakini. Nilikuwa nataka kusaidia shida ya 10,000 hii. Kesho tu nairejesha kwako bosi wangu. Bila wasiwasi wala mashaka yoyote kabisa. Kesho tu inapofika lazima nirejeshe pesa yangu. Taslim kama ulivyonipa. Unajua Bizo, yaani wewe ukiwa na shida, waga unakuja na sura ya kinyonge kweli. Kama hivyo ulivyokuja sasa hivi. Mimi nishakusaidia mara nyingi tu, lakini sasa unapokuwa ukiongea hauleti kwa wakati. Yaani urejeshi wa muda. Unajua pesa zetu za biashara inatakiwa unapotoka irudi kwa muda mwafaka. Sasa nisikilize vizuri. Sasa pesa mimi ninayo. Shukrani. Yaani kuhusu pesa. Sasa pesa mimi nakupa, lakini hatari kweli. Pesa yako? Bwana tajiri. Pesa? Hii hapa.
ila ninapokupa hii pesa, naomba kesho nirudishie pesa yako. Haina hata riba, ila kwa sababu tunaheshimiana mimi na wewe. Shukrani sana tajiri. Yaani tajiri ni kuahidi tu. Kupitia hili bosi wangu nimejifunza kitu kabisa. Na hii pesa lazima nirudishe mikononi mwangu. Basi sawa, mimi na wewe tunaheshimiana. Shukrani sana. Tunafanyaje? Tunaheshimiana sana. Kumbuka kesho isivuke. Ikivuka tutaribiana mama. Sijali. Sawa? Mimi nikutakia kila la heri. Asante sana. Endelea kucelebrate na maisha yako mazuri. Unapenda sana vitamu ndugu yangu. Haina shida ndugu yangu. Basi sawa. Poa poa. Mimi ngoja ni. Haya basi. Tutaonana basi. Kumbuka kesho bwana. Usiwaze. Kesho. Asante sana. Haya. Mambo vipi? Safi vipi? Uko poa kabisa? Safi za tangu jana. Aise nzuri. Eti? Niambie. Naona nakucheck. Umependeza mwenyewe. Subiri sana hapa jana. Wewe sema kweli. Subiri mtu wapi? Mbona mimi pale nirudi pale nikaja kukucheck sikukuona? Wapi? Mimi nimekaa napiga simu haziiti. Kwa nini? Mambo kibao. Hizo mchongo. Michongo ni ile ile. Mule. Au sio? Mambo ni mule. Sema jana ulizingua. Wapi tena? Pale. Unaona yule mshikaji yule alikuwa ni boss kabisa, ni mtu mwenye hela zake. Alafu unafikiri, namdai 10,000, namdai 10,000. Ungesema hata 50 au 40. Anaonekana ni boss. Unajua ana hela yule mshikaji. Ana hela. Sasa mimi nijua 5,000 yule. Sasa 5,000 na nini unaomba 10,000 eti? Namdai 10,000. Ungomba hata 50 laki hivi. Kweli? Mwanangu hapo ni boa sana. Unaweza tutaishije hapa mjini wakati ndio kazi zetu. Basi sikia, hamna mbaya lakini. Madili si ni mengi na sisi ndio kazi zetu tuweka mjini. Kwa hiyo tutafanya mengi zaidi na zaidi. Sema leo, I'm so happy. Au sio? Nina new exclusive special kwa ajili yako. Na Kiingereza yo dadangu. Mimi hujasoma. Unajua ndo kazi zetu hizi, ndo zinazotoweka mjini. Nina hiki hapa. Chapa umo. Ukanywa hata maji. Wote kabaridi kidogo kwenye mwili wako. Maana kazi unaoifanya. Na kukaba na kufanya nini lakini mule. Bila maswala kunikaba vile wache. Maana pale jana unichania shati. Sisi ile kazi. Kweli kazi. Tuache nayo. Au na sauti. Sasa tutamiti tena. Kwenye dili lingine. Kama